Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu pendwa ya Mwiba Mdogo, sehemu ya 51 ilipoishia. Kutokana na uchovu wa siku 2 bila kupumzika, usingizi ulinipitia bila kujielewa. Dada, sauti ilinishtua katikati ya usingizi na kukoroma juu. Abe, nilishtuka usingizini. Zamu yako. Una bahati wewe, umekuwa wa mwisho. Wengine walikuja nyuma yako, wamezuiwa mpaka kesho. Oho, afadhali. Nilinyanyuka na kuingia chumbani kwa mganga na kukutana na moshi wa udi na ubani na kufanya chumba kuwa na moshi mwingi. Ndani mganga alikuwa amekaa nyuma ya vikapu vya dawa na chupa nyingi zenye dawa. Kwa jinsi hali nilivyokutana nayo, ndani lazima uhairishe. Ilikuwa inatisha. Alikuwa ni mtu wa makamo mwenye umri wa miaka 60. Alikuwa amejifunga kaniki nyeusi kwa chini. Juu alivalia kaniki nyekundu na kichwani alikuwa na kofia ya ngozi ya mnyama. Karibu binti yangu, alisema kwa sauti nzito. Kama una roho ndogo, haja ndogo lazima ikutoke. Hasa ukiwa umekwenda pale kwa dhamira mbaya ya kuua kwenye mizimu. Nilijikuta nikianza kutetemeka na kujiuliza nitaweza. Lakini nilijawa na ujasiri wa ajabu baada ya kukumbuka mateso ya mama yangu na kifo cha maumivu makali ya baba yangu, na mhusika mkuu alikuwa mbele yangu. Moyoni nilijisemea lazima nitimize dhamira yangu. Asante. Una shida gani? Sauti ilizidi kuniweka katika wakati mgumu. Ule moshi uliokuwa umetanda ndani, nilianza kuhisi kizunguzungu na kuamini kabisa mganga akaniwahi baada ya kujua dhamira yangu kwake. Samahani. Bila samahani, ondoa wasiwasi. Hapa umekuja sehemu sahihi ya matatizo yako. Naitwa mtoto wa marehemu, nilianza kuongea baada ya kujipa ujasiri wa kukabiliana na lililokuwa mbele yangu. Ndiyo binti, na kusikiliza. Mganga alinitoa hofu bila kujua utulivu wangu wa moyo ni kiama chake. Naitwa mtoto wa marehemu, baba yangu aliuawa kwa kutolewa kafara ya damu ili watu wapate utajiri. Oho, pole sana. Sasa ulikuwa unataka tuwapoteze waliofanya hivyo? Hiyo kazi nitaifanya mwenyewe, wala sitaki kumshirikisha mtu. Sasa ulikuwa unataka nini? Unamjua Balize na wenzake? Ndiyo, mbona umeniuliza hivyo? Ni kweli, miaka 20 iliyopita uliwatuma kina Balize damu ya mtu ili wawe matajiri kama walivyo sasa. Kweli, kwangu walikuja, na si zamani tu, hata sasa walikuwa wakija ili kuimarisha nguvu ya utajiri wao. Kuhusu kafara ya damu ya mtu, ndiyo naisikia kwako. Binti, sifa yangu kubwa kuwafanya watu wawe matajiri. Hata wewe ukitaka, nyota yako inaonyesha, nikikushika utakuwa tajiri mkubwa sana. Mzee wangu, mimi ndiye mwiba uliowatuma watu wanitafute. Unasema nani? Aliuliza, macho yamemtoka pima. Mshtuko wake ulisababisha kofia aliyoivaa kuanguka. Naitwa Mwiba Mdogo. Ukisema Mwiba Mdogo unamaanisha nini? Mzee wangu, mimi ndiye mtoto wa yule mtu aliyetolewa kafara ya damu kwa maagizo yako, na ndiye hofu yenu kuu baada ya mwiba mlioingia unaotokea ulipoingilia. Hapana. Sijawahi na wala sitawahi kufanya dhambi ya kufuru kama hiyo. Uwezo wangu unatosha. Kafara ya damu ya nini? Mzee wangu, siku waliokuja usiku kutoka Merelani, tuliposimama hapa, mimi na wazazi wangu tulikuwa tumeachwa kwenye gari pamoja na dereva wa gari lile. Kina Balize na wenzake walikuja kwako na kuwapa dawa ya kuhakikisha biashara yao ya kuuza madini inafanyika vizuri. Uongo? Hizi ni habari mpya kabisa. Inawezekana si mganga mimi.
Segera kubwa, endelea kutafuta, inawezekana kuna mwingine, lakini sio mimi. Mganga aliruka kimanga futi 100. Mzee wangu, najua kila kitu ulichokifanya toka ulipoanza kufanya ushetani wako. Wiki moja baada ya wizi, walikuja hapa na kuwafanyia dawa ili watoe mzigo bila kukamatwa. Nalo hilo ni uongo? Si kweli. Mzee wangu, unataka nikulazimishe useme kwa nguvu au tuzungumze kistaarabu? Nilisema huku nikichomoa bastola pajani na kuondoa usalama ili kuruhusu risasi kutoka. Huwezi kunifanya lolote. Mganga hakutaka kufa kikondoo. Alijikakamua mbele ya mdomo wa bastola kutegemea majini yake. Mzee wangu, sijawahi kuwa na huruma kwa kila aliyehusika na kifo cha baba na mama yangu. Kwa dhambi ulionayo, hata mizimu ya kilinge chako au majini yote ya dunia ya baharini na nchi kavu hawatakusaidia. Hata nikikuua, nitakuwa nimelipa kisasi changu cha haki, wala sijakuonea. Huwezi kufanya lolote. Jaribu kufyatua risasi yako, haiwezi kutoka. Bado mganga alijihami. Wewe si unataka kuona risasi inavyotoka? Basi simama tu, wala usinisogelee. Usinichukulie poa hata kidogo. Hasira zangu hakuna jini wala shetani atakayeweza kunizuia. Kila ninapoyakumbuka mateso na maumivu ya wazazi wangu, huwa sitaki utani hata kidogo. Kama unaona natania, nyanyuka kidogo nikumwagie mvua ya risasi. Najiuliza, hivi wewe una roho ya binadamu kweli? Hivi kesho kwa Mungu atajibu nini? Balize baada ya kumuua baba yangu na kuileta damu yake ambayo walikunywa, kunawa uso na kuwachinjia eti wawe matajiri. Hongera, hongera, hongera. Kweli wamekuwa matajiri, tena wanatikisa nchi. Hukuchoka. Umemlazimisha Balize alete damu ya mama yake mzazi, lakini ulisahau kuwapa kinga ya kifo. Unamaanisha nini kusema hivyo? Kundi zima ulilitishia kufilisika. Hivyo kila mmoja alileta mzazi wake au mtoto. Balize kumuua mzazi wake na kuleta damu. Mpemba na mchungaji wameua wake zao, lakini Josefu na Mabula wameua vipenzi watoto wao. Bila huruma, mmesababisha Antikalo amuue mwanaye kipenzi kwa ajili ya utajiri wa kishetani. Binti, umejitahidi kutunga uongo. Mimi siwezi kufanya ujinga kama huo. Unakumbuka uliwaambia kina Balize kuwa kama wataacha masalia ya mzee Hanzuruni baba yangu mimi, basi mwiba ulipoingilia ndipo utakapotokea. Na kweli kila aliyehusika na damu ya wazazi wangu naye amekufa kama wao. Acha kunitisha, hakuna kitu kama hicho. Ukweli ndio huu. Jana nimeua watu wawili, mchungaji Samueli na mzee Balize. Leo asubuhi nimemuua Swalehe Mpemba na Josefu Makeki. Kabla ya kuja hapa nimetoka kumuua yule mwanamke wako Antikalo aliyetumika kumuua mama yangu, ambaye alipewa pesa nyingi na wewe kumgeuza mwanamke wako. Najua ulikuwa na mpango wa kumuua Antikalo uweze kuchukua mali zake za mabilioni ya pesa. Muongo mkubwa, mganga aling'aka. Ile nyumba ya tajiri alipotea, hajulikani yupo wapi, ambaye ulimuua na kuchukua jumba lake ambalo alimaliza na kuchukua kwenda kufanya zindiko. Najua ile nyumba ilikuwa siri kubwa ambayo mfanya biashara yule baada ya kuifanyia zindiko alitaka kuifanyia surprise familia yake. Najua kosa alilofanya kukuamini na kukupa siri zake ambazo hata familia yake hawaijui. Lile gorofa lenye gorofa 3 na eneo kubwa ambalo umepanga kwenda kuhamia huko. Wewe umejuaje? Hiyo sio kazi yangu kujieleza nimejuaje. Pia sasa hivi wamekuwa akiongelea kwenye bahari ya utajiri baada ya kuwatoa kafara familia zao. Hivi unafikiri kesho wote uliotoa kafara ya damu utawaambia nini mbele ya Mungu?
Kwa hiyo nami umekuja kuniua? Hapana, wewe utakuwa wa mwisho. Kesho nakwenda Mwanza kumalizana na Mabula ambaye naye alimtoa kafara mwanaye. Na kubaliana na kauli aliyowahi kuitoa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa mtu akionja nyama ya mtu hawezi kuiacha. Ndivyo mashetani wenzako wanavyoingia kwenye dhambi ya kuchukua roho za watu. Wamekuwa nao wakifurahia kutoa roho za viumbe visivyo na hatia. Wewe yote haya umeyajulia wapi? Hilo si muhimu. Nilipita kukujulisha kuwa mtoto wa marehemu nimerudi kudai haki ya wazazi wangu. Oho, nilitaka kusahau. Katika pesa ya baba yangu nawe ulipata mgao wa milioni 100. Sasa kesho nitafanya mauaji asubuhi, kisha nitarudi Dar na kuja moja kwa moja hadi hapa nikute milioni 500, la sivyo nitaondoka na pesa na roho yako. Sawa, nitajitahidi. Sidhani kama 500 zitafika, utazikuta nitakazopatikana. Kingine muhimu, nilisema huku nikichukua glasi ya maziwa na kuweka vitu vyangu na kuvikoroga, huku nikiendelea kuzungumza, nikitembea kona moja hadi nyingine na kiringe chake. Kingine cha muhimu kuliko vyote, nikirudi na kukuta umewataarifu polisi au majini yako, nitakiteketeza kijiji chako na mabomu. Hakuna kitakachobakia, hata jini akijipendekeza naye atateketea. Mtajiuliza, mtu ninayetaka kumuua mbona risala ndefu au nimegaili? La hasha, nilikuwa namtengenezea mazingira aamini siku ile malaika wa mauti atampitia mbali. Na kuhakikishia sitamwambia mtu yoyote. Sasa mzee wangu, naomba unywe haya maziwa. Binti yangu, nitakunywaje bila kujua umeweka nini kwenye maziwa? Hii ni dawa ya usingizi. Nataka nikitoka nitoke kwa usalama, usije ukaniitia polisi na kushikwa. Si unajua natafutwa kwa mauaji ya kina Balize? Mama yangu, nimgeuze mwanamke, siwezi kumwambia mtu. Nitakuamini vipi wakati wewe ndiye chanzo cha uyatima wangu? Nimekueleza natakiwa saa 2 usiku niondoke na ndege niwahi Mwanza. Itaendelea tena siku ya kesho. Unaweza kuifuatilia hadithi hii kwenye tovuti ya Mwananchi na Mwananchi Digital katika mtandao wa YouTube. Imetungwa na Ali Mbetu na kusimuliwa nami Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.